قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحديث 29 هو حديث عظيم، لأن صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أشياء من أبواب الخير، وهو من الأحاديث العظيمة التي لكل جملة منها شواهد كثيرة، ومن أراد الخير فليحفظ بهذا الحديث وليعمل به. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن معاذ بن جبل، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، imepokewa kutoka kwa Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu قال: قلت يا رسول الله، nilimwambia ewe mtume wa Allah, akhbirni bi'amalin, nijulishe mimi amali ambayo yudkhiluni aljannata, itaniingiza mimi peponi. Akhbirni bi'amalin yudkhiluni aljanna, nijulishe mimi amali ambayo itaniingiza peponi. Wa yubaiduni anin nari, na itaniweka mbali mimi na moto. Qal, akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: laqad sa'alta an adhim, kwa hakika umeuliza kuhusu jambo kubwa, kwa hakika umeulizia jambo kubwa. Laqad sa'alta an adhim, kwa hakika umeulizia jambo kubwa. Wa innahu, na kwa hakika jambo hilo, la yasirun, ni jepesi, ala man, juu ya ambaye yassarahu Allahu alayhi, amemfanyia wepesi Allah juu yake. Wa innahu, na hakika jambo hilo, la yasirun, ni jambo jepesi, ala man, juu ya ambaye yassarahu Allahu alayhi, amemfanyia wepesi Allah juu yake. Hadithi hii ukiangalia hapa mwanzo utaona namna hirsi waliokuwa nayo masahaba. Mtu anachokitaka yeye aambiwe amali ambayo itamuingiza peponi, itamuepusha na moto. Ni amali gani niifanye? Nifanye nini mimi ili niende peponi mimi na nisiingie motoni? Kwa sababu hapo ndio mwisho wa mambo yote. Kama zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz, yule atakayeepushwa na moto na akaingizwa peponi, huyo amefaulu. Baba atakavyoishi duniani, ameishi maskini, fakiri, ameishi tajiri, baba atakapokuwa mnyonge, mtukufu, baba atakapokuwa katika huu ulimwengu. Lakini kama zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz, lakini uishi utakavyoishi katika ulimwengu na neema zako zote, pate utakachokipata. Lakini ikiwa masiri yako katika nar, basi wewe ni katika wale kuna hasara. Sasa watu walikuwa na hirsi hiyo
وينبغي لكل طالب علم أن يحرص عليه كان kila طالب العلم kufanya hirsi juu yake kufanya hirsi kwa lile ambalo litamkurubisha kuingia katika aljanna na litamweka mbali na moto na pia ilmu hiyo kwa sababu lianna alilma lahu shahwa ilmu ina matamanio wal ilmu lahu unfuwan kama anavyosema al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala inna lililmi tughyanan ka tughyani almal elimu nayo pia ina kibri kama kibri cha mali sasa usiende katika mrengo huu unaenda katika ilmu ambayo itakukaribisha wewe na pepo na itakuweka mbali na moto Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza kumuelekeza katika aslul usul kwanza akamwambia akampongeza kwa hili kwamba ulilouliza ni jambo kubwa sualun adhim ni swali kubwa wa huwa shaqu min haythu alimtithal jambo gumu katika upande wa kulitekeleza lakini jepesi kwa yule ambaye Allah tayari ashamfanyia wepesi akamwambia laqad sa'alta an adhim kwa hakika umeulizia jambo kubwa wa innahu na hakika jambo hilo la yasiru ni jepesi ala man juu ambaye yassarahu Allah ta'ala alayhi amemfanyia wepesi Allah juu yake fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi kama ikiwa tayari amekuandikia wepesi ta'budu Allah muabudu Allah ta'budu Allah muabudu Allah la tushrik bihi shay'a usimshirikishe yeye na kitu chochote elekea kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fa idha da'awta Allah wa idha sa'alta Allah wa idha sallaita lillahi wa idha istaghathta billahi wa idha a'zamta ar-rajaa a'zamtahu billahi wa hakadha ta'budu Allah muabudu Allah imekuja kwa njia habari lakini maksudi yake ni amri muabudu Allah la tushrik bihi shay'a usimshirikishe yeye Allah na kitu chochote watuqimu ssalata na usimamishe swala watuti zakata na utoe zaka watasumu ramadhana na ufunge mwezi wa ramadhani watahujju albayta na uhiji alkaaba ikusudia alkaaba kwa ibada thumma qala kisha akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala adulluka ala abwabil khair au hivi nikufahamishe milango ya khairi kwa sababu haya tuliyotaja ndio zile arkanul islami al-khamsa nguzo za uislamu zile tano ndio haya yashiki haya kwanza la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah iqamatu as-salah wa ita'u az-zakah wa sawmu ramadhana wa hajjul bait nguzo tano za uislamu ndizo alizozitaja hapa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kuna milango mingine mingi ya khairi itakusaidia ala adulluka ala abwabil khair nikufahamishe hivi sikujulishi milango ya khairi kwa maana nikufahamishe milango ya khairi as-sawmu junna sawmu ni ngao ni ngome ya kukukinga wewe ukiwa umefunga ukiwa katika sawmu basi ukiwa katika ngao katika ngome wewe yani wiqaya yaqil abda mimma yusbituhu Allah azza wa jalla somo huwa inamkinga mtu na yale ambayo yanamuudhi Allah jalla wa ala wasadaqatu tudfi'u al-khati'ah na sadaka inazima makosa inayazima ile makosa wasadaqatu tudfi'u al-khati'ah na sadaqa inayazima makosa kama yudfi'u al-ma'u an-nara kama maji yanavyouzima moto sadaka kwa namna zake zote bilqawli wa bilamal الصدقات الواجبه والمستحبه zote hizo sadaqatu bilmali wa ghairihi yani wa ghairi almal sadaqa kwa njia zake zote tutfi'u alkhati'a inayazima yale makosa kama una madhambi na harara ya madhambi kwa sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala anayazima yale madhambi kama yutfi'u alma'u an-nar kama maji yanavyouzima moto kwa sababu innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin kama tulivyosoma katika hadithi ile iliyotangulia kule nyuma hii ni aya katika suratu Hud tulisoma hadithi katika ittaqillaha
maneno haya ittaqillaha haythu ma kunta, tukaona kwamba innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Wa salatu ar-rajuli, kitu kingine sasa, na swala ya mtu fi jawfi al-layli, katikati ya usiku. Wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layli, na swala ya mtu katikati ya usiku, ukaamka kuswali wewe. Hiki ni kitu cha maana sana. Thumma tala, kisha akasoma Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli yake Allah aliposema tatajafa junubuhum anil madaji'i, zinakaa mbali mbavu zao na mwahala mwa kulala. Tatajafa junubuhum, zinakaa mbali mbavu zao anil madaji'i, kuziepusha na mwahala mwa kulala, kwa maana wanainuka wao wakaacha magodoro yao, wakaacha vitanda vyao. Yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wakawa wanamuomba Mola wao hali ya kuogopa na hali ya kutaraji, yani hali ya kutumai. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile tulivyowapa wanavitoa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, haijui nafsi yoyote kile ambacho kimefichwa kwa ajili yao, navyo ni kitulizo cha jicho, utulivu wa jicho, haijui nafsi. Jazaan bima kanu ya'malun, hali ya kuwa ni malipo kwa yale walioyatenda. Nafsi haijui Allah subhanahu wa ta'ala ameiandalia nini huko akhira. A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi basharin, nimewaandalia waja wangu wema kitu ambacho hakuna jicho limewahi kuona. Safiri utakaposafiri, nenda utakapokwenda, katika hivyo vitu vizuri utakavyoviona, kama ni mabustani, ni nyumba na vitu gani, basi huo uzuri wake utakaouona hauwezi kufikia hata chembe ya hicho alichomwandalia mja Allah subhanahu wa ta'ala katika jannatul na'im, vitu vizuri vilivyokuwa huko. Wala hujawahi kusikia kama sauti, sikiza utakaosikiza katika sauti, hakuna sauti yoyote itakayofikia kwa uzuri katika sauti zilizo katika aljanna. Waza utakapowaza, fikiria utakapofikiria, ukubwa wowote na utukufu wowote utakaofikiria, na ladha yoyote utakayoisikia katika nafsi yako, haijawahi kupitikia hata kidogo ladha ya mambo ya janna katika pepo, haijawahi. Yani jaribu sasa kutengeneza maisha ya ulimwengu katika sura fulani, kwamba dunia ingekuwa katika uzuri kiasi hiki. Hivyo unavyofikiria wewe, bado ni kitu kidogo mno katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake. Kwa hiyo haijui nafsi, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ala ukhbiruka, hivi sikujulishi, yani je, nikujulishe birasi al-amri, msingi wa jambo lile, jambo msingi wake, wa amudihi, na nguzo yake, wa dhirwati sanamihi, na kilele cha utukufu wake. Je, nikufahamishe msingi wa jambo, kwamba yale mambo ya msingi nikufahamishe, na nguzo ya jambo, wa dhirwati sanamihi, na kilele cha utukufu wake. Sanami maana yake ni ile nundu kama ya ngamia, ndio sanami. Sasa kilele cha kwenye ile nundu pale, mahali penye utukufu juu kabisa pale kwenye kilele pale, je, nikufahamishe hapo ni mahali gani? Qultu bala ya Rasulullah, nikasema kwa nini ewe mtume wa Allah nifahamishe ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, msingi wa jambo ni Uislamu. Kwa maisha yako yote utakavyoishi, msingi wake utakiwa uwe ni Uislamu. Ukikuponyoka msingi huu, chochote utakachokijenga juu yake kitakuwa batil. Yani wewe ukiuponyosha Uislamu, fanya wema utakaofanya, saidia maskini, fanya hivi, wasaidie mayatima, wafute makamasi, wafanye hivyo, fanya wema utakaofanya. Kama huna Uislamu, bure kabisa, haisaidii. Watendee wema wazazi, watendee wema watu wote ulimwenguni, watu waishi katika raha.
maadamu umekufa katika kufuru, umekosa uislamu, hamna kitu, kwa sababu rasul amri alislam. Wa amuduhu, na nguzo yake as-salah. Sasa ili uislamu usimame kama vile hema, ili uislamu usimame sasa lazima ile nguzo imesimama pale. Ikikatika nguzo ile na ile nyumba nayo ile hema nayo inaanguka, uislamu utaanguka. Kwa hiyo amudi ya uislamu ni nguzo yake ni swala, inaonyesha makana na nafasi ya swala ilivyokuwa kubwa. Kisha akasema wadhirwatu sanamihi, na kilele cha utukufu wake aljihad, ni jihad, kuipigania dini ya Uislamu. Anasema dhirwatu sana tashbihun lilamri biljamal, kuna kufananishwa hii amri, hili jambo limefananishwa na jamal, ngamia. Waljamalu a'lahu dhirwatu sanam, na ngamia pale sehemu yake ya juu ni kwenye kile kilele cha ile nundu. Kwa hiyo jihad fi sabilillah ni jambo kubwa sana, na kama tunavyoeleza kila mara, jihadi haitakufa, itakuwepo, ili kuwepo, na itakuwepo na itaendelea, na kila wakati kuna aina yake kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa kubwa, wakati wa nguvu ya Uislamu, jihadi iko kwa taratibu zake na njia zake, na serikali na viongozi wa Kiislamu wanaliratibu jambo hilo, haliendi kiholela. Waislamu hawana nguvu, hawana dola, hawana, basi wataipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kiasi cha uwezo wao, na miongoni mwa hayo ni kufanya nashri ya Uislamu kwa njia za ilmu na da'wa na mau'idha. Sawa? Kwa kuipigania Uislamu na kuueneza Uislamu ni katika kilele cha Uislamu, katika kilele cha jambo. Watu wasibeteke wakaacha jambo hili kwa mali, kwa nafsi, kwa kila aina yoyote. Mtu atakayepigania dini ya Allah. Sawa? Haya, kisha anasema thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka, je ni kufahamishe bima laki dhalika kulli, chenye kumiliki yote hayo. Unataka kumiliki Uislamu wako, dini yako na kila kitu chako ukimiliki, na amali zako utakazozifanya uzimiliki, uzihifadhi. Ni kufahamisha kitu ambacho kitakuhifadhia amali zako. Fakultu bala ya Rasulullah, nikamwambia kwa nini ya Rasulullah, nifahamishe. Faakhadha bilisani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaushika ulimi wake, akaukamata ulimi wake, yani akaishiria kwenye ulimi wake. Waqala, na akasema kuffa alayka hadha, zuia juu yako huu, zuia huu. Kuffa alayka hadha, zuia huu. Qultu ya nabii Allah, nikamwambia ewe mtume wa Allah, wa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bih, je hivi sisi ni wenye kupatilizwa? Wa inna lamuakhadhun, hivi sisi ni wenye kupatilizwa, yani wenye kuadhibiwa, bima natakallamu bihi, kwa kile tunachokizungumza. Faqala thaklatka ummuka ya Muadh, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekukosa wewe mama yako wewe Muadh, mama yako amepata hasara wewe Muadh, amekukosa wewe. Ni maneno wa Arabu wanayazungumza, yani istighraban min hadha as-su'al, sio da'watun alayhi au du'aun alayhi, sikumuombea, sikumwapiza, anazungumza kwa kushangaa. Lam yatawaqqa min Muadh an yas'ala, hakutarajia kutoka kwa Muadh kama tamuuliza swali kama hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia amekukosa wewe mama yako. Wa hal yakubu an-nasa fi an-nar, hivi hapa imekuja kwa sigha ya istifham, lakini maana yake ni tahqiq. Anambia hakika yatawadidimiza watu, au hakika yatawafidikiza watu katika moto, ala wujuhihim, juu ya nyuso zao. Wa hal yakubu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim, hakika yatawafidikiza watu katika moto. Lakini pia kuzungumza kwa inkari vile vile, kwamba hayatawafidikiza watu katika moto juu ya nyuso zao. Au qala ala manakhirihim, au amesema mpokezi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ala manakhirihim, juu ya pua zao. Illa hasaidu alsinatihim, isipokuwa machumo ya ndimi zao. Turudie tena tarjama hapa. Wa hal yakubu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim,
hatawafidikiza watu katika moto juu ya ndimi zao, juu ya nyuso zao, au ala manakhirihim, au juu ya pua zao, illa hasaidu alsinatihim, isipokuwa chumo la ndimi zao, vivuno vinavyovunwa na ndimi zao. Pia manakhir, mionzi ya pua zao, ala manakhirihim, juu ya mionzi ya pua zao, illa hasaidu alsinatihim, isipokuwa vivuno vya ndimi zao au chumo la ndimi zao. Hakuna vilikachoangamiza watu zaidi ya kitu hicho, kuonyesha kwamba al-lisan huwa a'zamu al-a'dha'i jurman, ulimi ni katika viungo vikubwa zaidi kwa uovu. Ukiachiwa ulimi ni kitu kibaya zaidi kuliko chochote, kwa sababu ulimi ndio unaweza kufanya sababisha vita baina ya nchi na nchi, kabila na kabila, watu wakapigana miaka kwa miaka kwa sababu ya ulimi. Yani inaweza kusababisha maafa makubwa kabisa. Ulimi ni a'zamu al-a'dha'i jurman li'annahu sahlu al-haraka, kwa sababu ni mwepesi katika kuzungumza harakati zake. Kathiru al-khataya, ulimi una makosa mengi. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya amali njema akazifuta zote kwa ulimi wake. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika al-Isra, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Waambie waja wangu wazungumze maneno yaliyo mazuri, kwa sababu shaytani huwa anachochea baina yao, kwa sababu shaytani kwa mwanadamu ni adui aliyewekwa wazi au aliyewazi kwa uadui. Naam, ulimi ndio unaoudhi waislamu na watu wengine, walladhina yudhuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. اقرأ الذي بعده. wakati umekwenda, lakini tusome tumalizie na hadithi pia na ufafanuzi mwingi kabisa. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الحديث 30 حديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر، جرثوم ابن ناشر أو جرثومة ابن عبد الكريم. pia imesemwa جرثوم na جرثومة، جرثومة ابن عبد الكريم. الخشني نسبة يا خشين من قضاع، katika kabila la Qudaa. Huyu ni katika watu ambao walihudhuria bai'a tahta ash-shajara ile siku ya Hudaybiyah. Aliwahi katika mapigano alihudhuria ni Khaybar vile vile. Kuna kauli inasema kwamba amefariki mwanzoni mwa ukhalifa wa Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Wengine wanasema alifariki katika utawala wa Yazid, wengine wanakwenda mbali zaidi wanasema katika utawala wa Abdul Malik ibn Marwan. Aliishi Jurthum ibn Nashir mpaka wakati huo wa Abdul Malik ibn Marwan. Ala kulli hali ndiye mpokezi wa hadithi hii. Qala, amesema Jurthum Abu Tha'labata radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema: inna Allah farada fara'id, hakika Allah amefaradhisha faradhi nyingi. Katika lugha ya kisasa kusema Jurthum maana yake nini? Jurthum bakteria ni Jurthum, kwa sababu asili ya kitu katika lugha ya Kiarabu al-Jurthum huwa aslu shay. Sawa. Anasema inna Allah farada fara'id, hakika Allah amefaradhisha faradhi nyingi. Fala tudayyi'uha, msiziache, yani mkazipoteza bure tu. Fala tudayyi'uha, msiziache. Wa hadda hududa, na ameweka mipaka. Fala ta'taduha, basi msipetuke. Wa hadda hududa, na ameweka mipaka.
fala ta'taduha, basi msipetuke hiyo mipaka. Wa harrama ashiyaa, na ameharamisha vitu vingi, fala tantahikuha, msivivunje, yani mkavifanya vitu hivyo, fala tantahikuha, msivivunje. Wasakata an ashiyaa rahmatan lakum, na amevinyamazia vitu vingi kwa ajili ya kuwahurumia nyinyi, ghaira nisyani, basi na kuvisahau. Fala tabhathu anha, basi msivipekue. Fala tabhathu anha, basi msivipekue vitu hivyo, viacheni kama vilivyo. Sawa. Wasakata an ashiyaa, na amevinyamazia vitu vingi, rahmatan lakum, kwa ajili ya kuwahurumia nyinyi, ghaira nisyani, basi na kusahau. Hajasahau Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tabhathu anha, basi msivipekue. Kaanza kuvitafiti, imekuwaje hapa hivi. Mtu akauliza maswali ambayo hayana faida katika dini yake wala katika dunia yake, hana faida duniani wala akhira, auliza tu. Sasa kana watu, mtu hajasoma wala hajui arkani al-Islam wala arkani al-iman wala upambanuzi katika masuala ya dini yake, swala yake yenyewe kiswali kuna mambo mengi yanamshinda. Anza kuuliza hii hapa inna anzalnahu inna hapa sisi kina nani hapa? Wewe utakia nini mambo haya? Wajinga wengi wako namna hiyo. Sasa ile fimbo ya Nabii Musa ile wewe itakia nini? Ukishaijua utakwenda peponi au utasalimika na moto? Ndio umejua nini sasa? Sasa kuna ujinga mwingi uko mitaani, kwenye vijio watu ukaa wakazungumza vitu kama hivyo, wataka kupekua mambo, kutaka kujua vitu ambavyo haviwasaidii, ili mradi tu mtu aambiwa ajua na yeye auliza. Kwa hiyo dini imekataza. Hadithun hasan, amesema hadithi hii ni hasan. Rawahu ad-Daraqutni, ameipokea hadithi hii Daraqutni, ameipokea hadithi hii al-Imam Ali ibn Umar ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala, wa ghayruhu, na mwingine asiyekuwa yeye ad-Daraqutni pia ameipokea hadithi hii. Kuna Imam at-Tabarani min hadith Abi Darda wa huwa isnaduhu dha'if, والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المشكات. حديثه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ameidhoofisha katika kitabu chake Mishkatu, taaliki yake Mishkatu al-Masabih. Imam at-Tabrizi ana kitabu cha Mishkatu al-Masabih, Sheikh al-Albani amekifanyia taaliki na takhriji kitabu hiki, akaitaja kwamba hadithi hii ni katika hadithi zilizokuwa dhaifu. Sawa. Soma hadithi nyingine, hadithi ya 31. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نعم. بسم الله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 31 حديث 31 وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس. babake vile vile alikuwa ni sahaba, alifariki katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu Sahl bin Sa'd ndiye mtu wa mwisho kufariki Madina katika masahaba, sahaba wa mwisho kufariki Madina. Amefariki mwaka 88 Hijiria, bali kabisa katika utawala Abdul Malik bin Marwan, katika wakati wa Abdul Malik bin Marwan alipokuwa umri sana, radiyallahu ta'ala anhu. Wa an abi قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، amesema alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam.
faqala akasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah dullani ala amalin nifahamishe amali ambayo idha amiltuhu nitakapoitenda ahabbani Allah wa ahabbani an-nas atanipenda mimi Allah na watanipenda mimi watu dullani nifahamishe mimi ala amalin amali ambayo idha amiltuhu nitakapoitenda amali hiyo ahabbani Allah atanipenda mimi Allah wa ahabbani an-nas na watanipenda mimi watu faqal izhad fi dunya yuhibbaka Allah akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ipe nyongo dunia izhad fi dunya kwa maana ipe mgongo dunia usiparamie dunia ukaipupia ipe nyongo dunia yuhibbaka Allah atakupenda wewe Allah atakupenda kwa sababu umeipuuza umeipa nyongo dunia wazhad fima inda an-nas na vipuuze au vipe nyongo vitu vilivyopo kwa watu wazhad fima inda an-nas na vipe nyongo vitu vilivyo vya watu au vitu vya watu yuhibbaka an-nas watakupenda wewe watu maneno yameisha hapo rawahu ibn majah ameipokea hadithi hii ibn majah wa ghayruhu na mwingine asiyekuwa ibn majah bi asanida hasana kwa asanidi zilizokuwa nzuri kwa asanidi zilizokuwa hasana sababu katika sanadi yake kuna Khalid bin Amr al-Qurashi matruk وقد توبع لكن المتابعه لا تصح سواء الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى ازهد في الدنيا يحبك الله بفهم تشديد يا يحبك الله وسبب ni jawabu idgham al-ba' al-ula fi ath-thaniya لأن الباء المشددة عبارة عن ماذا عن باءين أولاهما ساكنة وسكنت الثانية لأن الفعل مجزوم جوابا للطلب واجزم جوابا اسمعني در واجزم ومتى دل على الشرط الطلب فاجزم جوابا لم يكن فاء صحب كل اسمع يحبك الله atakupenda wewe Allah ni jawabu ya talab wallahu ta'ala a'la wa a'lam inshallah darasa tutakokuja tutakuja kusoma hadithi kuanzia hadithi ya 32 na kuendelea pengine majlisi mbili tukizipata vizuri tutamaliza kitabu matn al-40 an-nawawiyya lakini nitapenda niwasikilize baadhi yenu nijiridhishe juu ya tarjuma tunazozitaja hapa kwa mtu atasoma tutampa maiki asome kwa sababu tusikize tarjuma ambazo tumezitaja hapa zile ambazo mwaziandika zile wafanya vipi tarjuma katika kitabu hiki alafu tutaendelea na riyadhus salihin kwa mtafute riyadhus salihin mapema kabisa tunatarajia darasa mbili zitakazokuja huko mbeleni tutamaliza kitabu hiki insha Allah وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك hatukutaja faida ya hadithi hii lakini iko wazi usipende kuparamia vitu vya watu ushaona mtu ana kitu chake tayari kuwa na zuhudi katika vitu vya watu sawa watu watakupenda watu wanachukia vitu vyao ndio kawaida ya mwanadamu walivyo mara umefuta je basi nije mara moja watu tabia zao walivyo mwanadamu walivyo huwa ana uchoyo umejificha ndani huko anao kitu chukua basi bana neno afurahi lakini hajafurahi hasa ukimfuata sana atachoka atakuja kuambia siku moja akupa muda tu au akuogopa kuona haya lakini atakuja kukuambia siku moja bwana wewe bwana vipi au atakwenda kulalamika mahali sawa sasa kawaida haitakiwi kuwa namna hiyo mtu chunga heshima yako na vitu vya watu